kukuza uchumi wa nchi. Baada ya lililotokea hapa sina uhakika nasema nini. Naomba niwapongeze sana, sana sana sana. Kwanza kwa kuchangia kwa dhati yale maswali yaliyoulizwa. Lakini pili, kwa kuomba tuendelee kujichokoza na kuendelea kuwa tunajiuliza haya maswali. Kwa hiyo ukitulia jiulize tena uone kama utajibu vile vile au utabadilisha majibu. Na mimi nimeomba kuchokoza, lakini sasa kutokana na yale yaliyosemwa nadhani mengi sana yameongelewa. Tumefika mahali kila mwanazaki unaongea naye kila mwanazaki unayekutana naye au yuko Tanzania au yuko nje ya Tanzania yuko kwenye uncertainties, hayuko settled. Na meona hata mimi nimekuja hapa hata kuwasalimia sikukumbuka kuwasalimia tena, kwa sababu hii ndio uncertainty tulionayo. Tunakimbizana na mabadiliko ambayo yanaonekana kukimbia kuliko sisi. Tunakimbizana na mabadiliko ambayo sisi hatuyajui na wala hatukuyatarajia. Kwa muda mrefu nadhani kama civil society tumekuwa kwenye comfort zone, tukiamini kabisa kwamba sisi ni third sector, ni wabia wa maendeleo. Tukiamini kwamba kuparticipatishwa ni kushiriki, na tumekuwa tukiparticipatishwa kwa muda mrefu. Na leo sasa nimeombwa kuongea kidogo, na nimefurahi sana kupata chance ya kuongelea hili kwamba tunasema Azaki ziko kwenye crossroad. Sasa Kiswahili ukisema crossroad, unajua ile tukienda kwa ukisoma historia za witchcrafting ambayo ni chimbuko la culture zetu, na ukienda hata sasa hivi ukigoogle hilo utaambiwa alienda kwa mganga akaambiwa achukue dawa hii akaiweke njia panda, si ndio? Sasa kwa imani kwamba Azaki zilikuwa zimekubali kuchimba dawa na kutibu jamii zetu kama kiungo kikubwa kati ya mihimili yote ya maendeleo, tumefika mahali tunasema tuko kwenye crossroads. Sasa sina uhakika kutokana na hii discussion iliyofanyika hapa wangapi kati yetu wanatamani warudi nyuma kama yule ndege anaitwa Sankofa wakaangalie tena nini kilitokea. Wangapi kati yetu wanataka kupotea kabisa kwa sababu wanaamini kwamba inawezekana hawajachangia chochote toka waanze shughuli zao, na wangapi wanataka kuendelea kwenda mbele. Tunasema tuko kwenye crossroad. Tulipokuwa hapa mwaka jana tuliongelea sauti zetu, values na nini ilikuwa nyingine, na maono tuliongea sana. Kwa naamini kabisa tuko hapa wiki hili ili kucelebrate yale matokeo chanya ambayo tumeyapata kutokana na kile ambacho tulikisema mwaka jana, kwa sababu ndio kazi yetu. Tunafika, tunatathmini, tunayajenga, tunaondoka na moja au mawili, unasema mimi nikirudi kule kwenye organization yangu hili lazima nilisimamie, kwa sababu sisi wote ni champions, sisi wote ni change makers. Lakini toka nifike hapa watu wengi naongea nao ni kama vile hata yale waliosema mwaka jana hawana uhakika kama wao ndio walisema. Kumekuwa na wasiwasi na ukakasi kwamba hivyo sisi mwaka jana tulisema hii ndio sauti yetu ya pamoja, hii ndio haya ndio maono yetu. Kweli tunabaki pale pale. Nakumbuka yule rais, yule president, nakumbuka kulikuwa na mchezo hapa wa president wa 2050. Nakumbuka yule madam president. Wangapi wanakumbuka huo mchezo? Yeah. Sasa ukirudi pale na yaliyojiri hapa katikati ambayo hata hatukuyatarajia, hata siku ile hatakuwa na maono yake, lakini kulikuwa na viashiria vingi hapo katikati
ila kwa sababu ya njia zetu za kufanya kazi nyingi tulikuwa kuna viashiria lakini hatuoni. Ikija baridi kidogo unavaa sweta, kwa hiyo unarudi unajua uko kwenye normal temperature. Kukiwa na joto unapunguza nguo, unabaki na singlet, unajua kama temperature yangu iko sawa. Nadhani ndio jinsi ambavyo tumekuwa tukioperate kwenye asasi za kiraia. Sasa inabidi tujiulize, where do we belong and what is our belonging kama asasi za kiraia? Nadhani ndio maswali makubwa tunayoulizwa. Kumekuwa na haja sana ya kuangalia utaifa wetu kama Watanzania, ya kuangalia uzalendo wetu kama Tanzania, ya kuangalia values zetu kama Watanzania. Lakini pia kuna haja hiyo ya kuangalia uzalendo kama wanajamii wa dunia hii, na pia kama binadamu ambao wanaishi na wengine. Hakuna wanaoishi peke yake. Swali kubwa ambalo Justice ameanza kuuliza, lakini mimi natamani niwaulize nyinyi kwa kunyosha mikono. Is the civil society in Tanzania at the crossroads? Are we at the crossroads? How many say yes? Okay. Mikono iko hivi. How many say yes with the progress? How many say yes? Wangapi wanasema hapana, we are not at the crossroads? Okay. There are few who says hapana. How many are not so sure and they have never reflected on this question? Asante sana, nao ni wachache. Sasa kwa situation zote zilivyo, kama wewe leo hii huamini kwamba civil society ipo kwenye crossroad, nadhani inabidi kujitathmini kwa kina zaidi. Kwa hilo ndio kundi moja ambalo itabidi tuliangalie kwa kina zaidi. Na kama wale ambao tunaamini tuko kwenye crossroad, then wito wangu mimi ni tuangalie jinsi gani sasa, na tunataka kuendelea kubaki kwa civil society actors kwa umoja wetu, tukijumuisha asasi za kiraia, iwe zile ambazo zimekuwa formalized, non-formalized, naamini hata international organizations. Nadhani inabidi tujiulize, how do we become more bold enough in changing the ways of deciding and doing? Kwa sababu with all the meetings, with all the effort, with all the intellectual power kwenye civil society, unfortunately bado sekta yetu inaandamwa na mambo mengi sana ambayo nadhani inabidi tutulie sasa tuweze kufanya reflection, na naomba sana tutumie wiki hili kufanya reflection za kuangalia na kurevisit na kureimagine role yetu. Sio kwa sababu hatutendi. Tumetenda mpaka tumefika mahali kwenye njia panda sasa, si ndio? You have to start somewhere. Tuangalie relevance yetu, tuangalie futures tunazozitaka. Na tumekuwa tukishiriki kwa namna moja au nyingine kutengeneza vision ya 2025. Tunaweza tukawa na vision ndefu zaidi ya hapo kama civil society. So what is this vision 2025 ya civil society organizations za Tanzania? Sasa sijaenda huko, natamani kidogo tu nigusie kwenye hali halisi ambayo tunaiona kwenye civil society sector. Kwa sababu tutataka kuendelea kufanya discussion, na tutataka tukikutana na key stakeholders wengine, na hasa waziri husika na mawaziri wengine watakao kuja mwisho wa wiki, tuweze kuwaambia, tuweze kuwapa maono yetu. Kwa sababu kama tutasema tumeshiriki kwenye kutengeneza hii dira na hatuangalii ni kwa jinsi gani, basi tutakuwa integral part ya players wa kuitekeleza, kuisimamia na kuitathmini na kuifanyia programming nyingine, basi tutakuwa tumeluzi sana. Kwa leo hii civil society na civic space yetu leo hii, kama hujaona hili mwenzetu una bahati sana, nadhani inabidi uangalie una operate kwenye context gani. Imegubikwa na shrinking space.
shrinking space ya cooperate. Na hii sio maneno yangu, nadhani ni maneno kutoka kwa practitioners from the field, lakini hata Civicus report ya 2025 inasema the same. Ukiangalia trend ya research zinazofanyika kuangalia civic space, na ukaangalia Tanzania na nchi nyingine za Afrika, lakini hasa Tanzania kwa miaka mingi haijawahi kubadilika. Unfortunately, kuna characteristic moja imeongezeka. If it is positive or negative mtaniambia. Ile ya kubana kwa freedom ya expression. Lakini pia field hii yetu ina matukio mengi sana na maeneo mengi sana yanayoashiria kwamba environment ya kutuenable kuplay role yetu inahitaji attention kubwa sana. Inahitaji attention kubwa sana. Tumetoka kuangalia kama formalization ya civil society inasaidia, haisaidii, inamsaidia nani, inamjenga nani. Nimefurahia maono tuliokuwa nayo na wengi wetu kule tulikochangia tukasema kwamba wengi wetu tumesema ni muhimu. Naomba tutafakari zaidi. How is formalization ya civil society ni muhimu? Tuendelee kutafakari hilo. Lakini research nyingi zilizofanyika nchi nyingine Afrika na hapa Tanzania zimeonyesha kwamba hilo eneo zima la formalization ambayo tumesema muhimu, ambalo kwetu sisi ni mfumo mzima wa registration, una a lot of weaknesses na unazuia sana ile kasi ya civil society kuweza kuendelea na speed yake na kubaki relevant. Lakini research nyingine zimeonyesha kwenye hilo eneo la enabling environment kwamba kuna mifumo mingi kama legal systems za tax na tax incentive zinarudisha sana maendeleo nyuma. Pale ambapo asilimia zaidi ya 36 ya fedha za walipa kodi ambazo tunapewa na wadau na wa maendeleo, sisi tunazipeleka sio kule ambako kulitarajiwa, kwa sababu lazima tulipe kodi. Kwa hiyo ni tax na tax incentives zimeonekana ni issue kidogo kwenye enabling environment ambayo nimesema inahitaji attention. Kingine ni mfumo mzima ambao una enable fund mobilization ya funding. Mobilization ya funding. Iwe sisi ambao tuna mobilize funding kutoka kwa partners globally, iwe sisi ambao tuna mobilize funding miongoni mwetu kama kwenye vikoba na other types za merry-go-round. Kuna a lot of issues pale. Pia kunaonekana kwenye eneo hilo kwamba issue kubwa ya ushiriki na kuwa na sauti za wananchi kwenye policies na strategies za maendeleo ya nchi zina shida kidogo. Kwa sababu siku zote tunaleta wale ambao hawata tupa critical thinking na hawata tukosoa, kwa sababu binadamu power yetu ya cooperate inakuja na kusifiwa. Kwa hiyo ni wale wanaoenda kule mpaka tukagundua neno la uchawa lipo kila mahali. Na problem kubwa ni wale chawa wa akili ambao inabidi wafanyiwe kazi. Lakini eneo lingine ni pale ambapo pana shida kubwa sana ya compliances. Civil society ni viungo vinavyounganisha wananchi na mihimili mingine ya maendeleo. Levels za compliance ni muhimu sana. Accountability ni muhimu sana. I'm not saying sio muhimu. Lakini zinapokuwa nyingi sana na kunapokuwa na enforcement badala ya kusaidia civil society kuimplement, kunakuwa na shida kidogo. Kwa hiyo nadhani hayo maeneo matano nilivyoangalia state ya civil society Tanzania na environment ya the legal environment na environment ya corporate ndio niliyoyaona. Hiyo ndo hali ilivyo sasa. Tunatengeneza actors wa kutusaidia kutekeleza Vision 2050 plus na kuwakilisha sauti za wananchi wengi ambao hapa wapo. Kingine ni leadership development. Hiyo ni it's a big challenge. Nadhani mmeiongea na wenyewe na that one is not questionable. But again, another one iko kwenye eneo la funding ambayo nimegusa huko nyuma. Foreign funding ndio the main source of funding ya development Tanzania.
lakini unfortunately pia ndio main source ya development ya civil societies in Tanzania. Na hiyo inaendelea ku-influence development ya civil society in Tanzania. Kuna swali tulikuwa tumeuliza hapo nyuma liko related kidogo na hili, naomba muendelee ku revisit yale maswali. I think it will be very good to share those questions, to internalize hayo maswali kwa kiasi kikubwa zaidi, lakini pia spirit ya togetherness na collaboration. Wengi wetu bado tunafanya kazi in silos. Tunafikiri tunaweza tukapushi milima wenyewe na hizi complex issues ambazo ziko rooted kwenye systemic na social values na norms ambazo zinahitaji critical mass kuweza kuzi uproot na very long time. Lakini unfortunately tunafanya hivyo kwa sababu we are mimicking how development aid system and how development is done. Tekeleza project za miezi mitatu, unataka kesho vijana wetu wawe leaders kwa incubation ya wiki 2, kwa sababu that is how the funding allows. We are lacking stronger institutions ambazo zinaweza zikatusaidia kuweza cooperate kwenye hii environment, ambazo zinaweza tukasaidia tukawa na more holistic approach kwenye kuweza kufanyia kazi hizi complex challenges tulizonazo. Na strong institutions ambazo ziko tayari kufanya kazi in collaboration among civil society organization na between civil society organization na other key pillars za development. Mmekuwa tukizitaja sana. Mara nyingi tunasema tunakuja kwenye civil society kufacilitate dialogue kati ya sisi na other pillars za development. I'm urging us to also facilitate conversations amongst us. We are too diverse. Last but not least, civil society hii inategemea kutoa actors wa kutekeleza na kusimamia na kutathmini 2050 vision. Haina strong enough infrastructure ambayo inaweza kaileta yote pamoja na kuarticulate common voice ambayo ni inclusive voice, ambayo inaangalia makundi yote na diverse ecosystems za population na population groups kwenye nchi yetu. Sasa kwenye kuangalia civil society na hali halisi ilivyo, nilifikiria ni vizuri tuanzie hapo. Tuseme hali ikoje sasa. We are celebrating kwamba we are part of the visioning process, but where are we today? Na ili tuwe kweli actors ambao tunathaminiwa kwenye kutekeleza vision yetu ya Tanzania milele, tusianze wote kuwa tunaenda kutafuta fursa za kupewa asylum kwenye nchi zingine. Si ndio tunachokisema? That is the situation ambayo inabidi tu appreciate, na mengine mengi ambayo mnayajua kuliko mimi. Mimi nimechukua machache pia kwa sababu ya muda. Kwa natamani nitoe encouragement na niweze kusema kwamba we need to look into the future. We need to have futuristic thinking, but appreciating the context, appreciating each other, appreciating the power in people, power in the civil society organizations, and diverse kwenye civil society organizations. Na naamini kuna many futures kwenye hii vision, na tunakoenda kwa civil society wenyewe tu kuna many futures, and we are allowed to have many futures because we are not the same. Mahitaji yetu yako tofauti na ecosystem zetu zina desire tofauti, lakini hatuwezi kufikiria future kwa kutumia tools za kizamani. Hatuwezi kufikiria future kwa kutumia thinking iliyochoka. Mwenzenu maneno haya niliambiwa kwenye kundi la vijana. Nilikuwa nafanya nao future thinking. Kwa nikajikuta nakwenda kaambia Mama Tenga, sasa mbona tunafikiraje future na tools za kizamani? Nikasema this is very true. Kwa I've carried that ever since. It's a lesson nimeikuta pale. Na tunafikiraje future na tired thinking. Maana yake nini? Kama tumechoka kuwaza, either tubadilishe kabisa mfumo tuanze kuwaza tofauti.
au tujitoe tufanye kitu kingine. Lakini vijana wetu wanasema ili wao Tanzania yetu hiyo ya milele na tunaipenda na tuweze kuifanyia kazi na tushiriki katika kuleta mabadiliko, lazima tuwe na new tools, lazima tuache old thinking. Ndio walivyoniambia na nakubaliana nao almost 100%. We need to create new ways of working. And I think we have to create a very genuine alternative to existing ways of doing and deciding. I think so. Mkiniuliza kwa experience kidogo ambayo nimeshaipata within the continent na ndani ya Tanzania, nadhani cha kwanza inabidi tu reimagine ideology yetu kama civil society. Na cha pili nadhani inabidi tuanze ku create dialogues na partners mbalimbali ili to interrogate our new roles. Na pia tuone roles gani wao watusaidie. Tuangalie challenges, tuangalie contradictions. Tuangalie complicity na power. Tunapo-interrogate our new roles. Tuangalie broken lines between local and global. Tuangalie new global order na shrinking space. Lakini tuangalie na tutafute other game changers ili tuweze kutoka hapo kwenye crossroad. Tuweze kweli kuwa washiriki maalum kwenye vision yetu ya 2050 and beyond. The stake is very high kwetu. Lakini it also means kwamba we need to invest in an inclusive development infrastructure ambayo ina recognize kwamba watu, all kind of people, at all level, kuwa ni asset owners, kuwa wao ni drivers wa their own development, kuwa wao ni drivers of change they want to see. All type of people, invisible and visible, wanaweza kupiga kelele kama Dr. Tenga hapa na wale ambao wako quiet. And if you ask me again as a way of moving this conversation further, what then need to be done? Kwa sababu niliombwa nije niongelee hili, nimeenda further nikasema sasa nikishaongelea hali halisi nikasema inabidi tufanye hivi. Then what is it kwamba naweza share na wenzangu wakifikirie na wakiweke kwenye muktadha wa maeneo yao, what is it that need to be done? Sio tuna wish, need to be done. As we desire to become actors kwenye kudeliver aspirations za the National Development Vision 2025 na kujikita kwenye role yetu kama bridge ya wananchi na mihimili mingine ya maendeleo. I think we need to take a deeper reflection on this and to come up with collective solutions or possible proposals that shall enable us to do the following things. One, tusaidie ku embrace a vision of good society that is built around the core values of equity, democracy, sustainability. Na nashukuru sana wasanii wetu wametukumbusha hilo na research zimeonyesha hilo, and set of organizing principles based on global solidarity na distributed leadership. But the second one, I think we need to creatively and innovatively find ways to unlock inherent power of people in their communities in determining their own development cause, however they define it. We are too expert to be defining people's development cause. We need to trust that people knows what they want and they can define their own development cause. And we make sure that all these languages of recipients, beneficiaries, are the old language, the old tools, the old thinking. Because these are the people are the drivers of the development. But again, what needs to be done is to move away from a system that is preoccupied with quick fixed or quick solutions and premise on and organize around
the system that is premised on and organized around transfer of funds. I think we need to move away from those and that system. Change how we approach and change how we seek to measure the notion of success. Tulikuwa tuna swali hapo linasema it's not about the budget, ni kuweza kujipanga. We need to look into this notion of success. Again, move away from the system that do not work for us. But last, but almost not least, is think differently about the funding for our work. Let's think differently about the funding for our work. We need to think that attracting external funding, and we make sure that we are attracting external funding that recognizes, that respects, and that builds on local assets and resources, rather than funding that overlooks, rather than funding that undermines and displaces the values and resources that we have. We have all it takes to develop this nation and make civil society in this nation proud. Huko kote nilikuwa nakuwa kama mwamba ngoma, ngozi unavutia kwake. Unakumbuka wale ambao wapo kwenye misingi ya dini zote tunasema toa kwanza boriti kwenye jicho lako afu ndio ukaangalia kibanzi kwenye jicho la mwenzako, si ndio? Sasa naomba pia na sisi wenyewe tubadilike. Importantly is we need to change. We need to change. We need both humility, we need boldness, and to be ready to challenge our own power and listen to and work with others. We are too powerful to work with others. We are too powerful to listen. We know it all. We have learned it all. We have been in this field for 20 years. What else are we there to listen? I think that needs to change. Because the change makers are not us. This means, that is why we have been alleged in responding to the upward accountability. We account to funders who gave us funding, not to our constituents, not to our people. And therefore, our legitimacy is questioned. And sometimes that's fair. Looking ahead, I just want to say that we are here to talk about this, and I think for me it's a very, very important conversation. And let's find a way to all become daring actors. We should dare to ask, we should dare to question, we should dare to design the future we desire to see for the civil society. I want to say, and I'm not undermining anyone's effort, I'm worried that we are helping to shape the future for other stakes, not the futures of the civil society. Even with the space, very rare space we have been contributed with, we have been provided with to contribute to the development of vision. Let's try to our level best to think and contribute on the futures that would help civil society to remain relevant. I want to declare, I think the drafts are not for everyone, but I went through the draft, and there is no single sentence that is asking the government to give the marginalized group funding. No single sentence that is asking the government to allocate resources for the people living with disability. How do we say then we are contributing to the vision of this country and develop prosperity of this country as civil society? We have all those groups amongst us. Last but not least, as we begin this conversation, kindly I invite you all
I invite myself as well and all speakers and participants to move beyond the analysis. We have been analyzing too much. Let's move beyond the analysis. Tutoke kwenye analysis, tutoke kwenye analysis kidogo. Tuje na provocation. Ukimprovoke yoyote, hata yoyote ule, akakasirika ujue umegusa penye ukweli. Tuje na provocation. Angalau tuanzie sisi wenyewe wiki hili. Tuje na proposals. Tuongelee possibilities za kututoa hapa kwenye crossroad. Tuwe players wa ukweli kwenye ile triangle ambayo inasema civil society naye ni mbia mkubwa na ni actor kwenye maendeleo. Future civil society is not inherited. It must be designed. We should aim for the future that is negotiated, the future that is participatory, the future that is widely owned by people, the people we represent, not the people we serve, the people we represent. In closing, I would like us all to use this week to ask ourselves hard questions, to imaging and re-imaging the alternative ways of doing and deciding. The crossroads is not a place to stall. It must be a place of our choice. I welcome you again to the Civil Society Week 2025 in solidarity. Tanzania milele. Asanteni sana.